Boni Online TV. Ni mabadiliko gani ambayo tunayataka? Kwa sababu ni muhimu tukaelewa tunapigania nini. Ni mabadiliko gani tunayataka? Jambo la kwanza kabisa, tunataka mfumo huru wa uchaguzi. Maana yake tunataka tume isiyokuwa ya rais. Tunataka wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo wasiokuwa wa rais na wasio wa CCM. Tunataka wasimamizi wa uchaguzi kwenye ngazi ya kata wasiokuwa wa rais na sio wa CCM. Tunataka watakaosimamia vituo wawe watu huru, sio watu wa CCM. Tunataka wasimamizi wa uchaguzi kuanzia juu mpaka chini wasiwe wa CCM. Hatupendi kupendelewa sisi. Hatutaki wapendelewe CCM. Hatukubali tena. Naelewana? Sasa watu wanafikiri haiwezekani kufanya uchaguzi usiosimamiwa na watu wa serikali. Zambia kukoje? Malawi ikoje? Kenya ikoje? Afrika Kusini ikoje? Wizi hawataacha. Tunahitaji kuwaondoa kusimamia chaguzi zetu. Namna ya kuwafanya waache wizi ni kuhakikisha hawasimamii uchaguzi. Huwezi ukamwachia fisi zizi la kondoo alafu ukamwambia asile kondoo. Haiwezekani. Kinachotakiwa ni kumtenganisha fisi na zizi la kondoo. Sawa sawa? Kwa hilo ni jambo la kwanza. Tutengeneze mfumo wa kusimamia chaguzi zetu ulio huru, sio wa watu wa serikali na kwa ni watu wa CCM. Na hiyo ni pamoja, hawa mapolisi hawa wasiruhusiwe tena kuingia kwenye ndani ya vituo vya kupigia kura. Kwa sababu wakiingia ndani wanaingia na vibegi vya kura feki. Tunaelewana? Hilo jambo la kwanza nimesema. Jambo la pili tunalolitaka libadilike. Utaratibu mzima wa kuandikisha wapiga kura iko hivi, ndugu zangu. Daftari la kudumu la wapiga kura lina mamilioni ya wapiga kura feki. Wengi ni majina tu, wengine ni watoto wachanga, wengine watoto wa shule ya msingi, wengine wamekufa. Mamilioni ya wapiga kura feki. Sasa hayo mamilioni mnakuja kuyaona wakati wa uchaguzi. Kila polisi ana kibegi mgongoni, kila mwalimu anayesimamia na kibegi mgongoni, kila usalama wa taifa anayekuja na kibegi mgongoni. Yamejaa kura feki. Mnanielewa? Mwaka 2020 tunaweza kuthibitisha kwa taarifa za tume ya uchaguzi yenyewe kwamba waliingiza kura feki kwenye uchaguzi wa wabunge, kura 2,100,000. Kura feki 2,100,000. Kati ya hizo zaidi ya 2,000,000 waligawiwa wabunge wa CCM. Unashindaje katika mazingira hayo? Unashindaje kama mapolisi, waalimu, nani, kila mtu wanakuja na kura za uongo? Na hizo zinazalishwa na nini? Na hili daftari la kudumu la wapiga kura ambalo limejaa wapiga kura feki. Kwa tunahitaji daftari la kudumu la wapiga kura liandikishwe upya chini ya utaratibu mpya utakao tuwezesha kuchunguza mpaka wanakohifadhia hizo data za wapiga kura. Sasa hivi sheria haituruhusu. Sasa hivi sheria wakiweka majina ubaoni
huna namna ya kwenda kuambia hebu tuangalie kama ni haya tu. Kuna mamilioni mengine yako kwenye seva zao. Tunahitaji tuwe na mfumo kama wa Kenya ambao kila mpiga kura anaweza kukagua seva za tume. Vyama vya siasa na wagombea wanaweza kukagua seva, sio kusubiri majina ya bandiko ukutani. Wapiga kura lazima waandikishwe upya ili kuondoa mamilioni ya kura hewa hizi zinazoharibu chaguzi zetu. Hilo ni la pili. La tatu, na hili mnalifahamu sana, kuengua wagombea. Mwaka jana wameengua waliokuwa wanagombea wenye viti wa vijiji na mitaa zaidi ya 12,000. Wameengua waliokuwa wanagombea ujumbe wa serikali za vijiji na mitaa kwa malaki. Wameengua uchaguzi mkuu uliopita, wameengua wagombea ubunge kwa mamia. Wameengua wagombea udiwani kwa maelfu. Bunge letu leo lina idadi kubwa ya wabunge ambao wako bungeni kwa sababu tu wapinzani wao walienguliwa. Waziri Mkuu Majaliwa, Spika Ndugai, wengi 28, asilimia 12 ya wabunge wote wa majimbo hawajachaguliwa kwa sababu wapinzani wao walienguliwa na tume ya uchaguzi. Kwenye udiwani kuna zaidi ya madiwani 870 wa kata ambao ni madiwani kwa sababu wapinzani wao walienguliwa na tume kwenye kata zao. Kwenye vijiji na mitaa ni kwa malaki. Tunataka mfumo ambao wagombea hawataenguliwa tena. Kama umekosea kuandika jina, hilo ni kosa lisiloweza kurekebishwa. Kama umekosea muhuri, si huwa wanatuambia tumekosea muhuri, umekosea jina, sijui nini, hayo ni makosa yasiyorekebishika. Tuwe na utaratibu ambao kama kweli mgombea amekosea kuandika maelezo yake, apewe fursa ya kurekebisha hayo makosa. Sio sasa hivi utaratibu ni wa kutegeana. Wanatutegea badala ya mfumo wa uchaguzi kuwezesha uchaguzi. Mfumo wa uchaguzi unaepusha uchaguzi kwa kuengua wagombea. Hatutaki tena utaratibu unaoruhusu wagombea wa upinzani, na ni wa upinzani tu ndio wanaoenguliwa. Haijawahi kutokea, na kwa utaratibu huu haitatokea mgombea wa CCM akaenguliwa. Ni wapinzani tu. Hatutaki tena. Jambo la nne tunalotaka libadilike. Tunafanyiwa rafu sana wakati wa kampeni. Ni mara ngapi wagombea wa upinzani wanapigwa mabomu na mapolisi? Ni mara ngapi mikutano yetu inavamiwa? Ni mara ngapi tunakamatwa kwa sababu za kishenzi tu? Ni mara ngapi tunazuiliwa kufanya kampeni? 2020 mimi nimepigwa mabomu, mgombea urais nimepigwa mabomu na mapolisi kwenye mikutano mitatu tofauti. Nimezuiliwa kufanya kampeni siku 10. Ukiuliza kwa kichini wanakuambia si unajua rais na yeye hafanyi. Wakati ule Magufuli walikuwa wanampepea hivi, moyo unakwenda mbio. Kwa sababu Magufuli hafanyi kampeni, tafuteni namna ya kumzuia huyu Lissu, anatuvuruga sana. Hatutaki utaratibu wa aina hiyo. Hatutaki utaratibu ambao wapinzani wanafanyiwa vurugu
za aina hiyo. Nimewaambieni yaliyomkuta Mheshimiwa John Heche na ni jimboni kwake Tarime vijijini. Jambo la 5, nyie mnafahamu wananchi, habari ya mawakala. Kuapisha mawakala sasa hivi ni vita. Mawakala wa upinzani tu, CCM sijui wao wanaapishiwa wapi, lakini wakala wa upinzani kuapishwa ni vita. Kupewa barua ya kitambulisho cha wakala ni vita. Kuruhusiwa kuingia kwenye kituo hata kama ana barua ni vita. Kubaki kwenye kituo mpaka mwisho kura zihesabiwa, matokeo yatolewe, vita. Kupata nakala ya matokeo ya kituo chake, vita. Tunataka utaratibu wote unaohusu mawakala ubadilishwe. Kusiwe na chama ambacho kitakuwa na mgombea kisiwe na wakala. Sheria itamke kwamba kila chama lazima kiwe na wakala. Lazima kiwe na wakala. Kama chama hakina wakala, uchaguzi kwenye kituo hicho haufanyiki mpaka wakala apatikane. Hiyo ndio itazuia hivi vibegi vya kura za wizi vinavyobebwa na mapolisi na walimu hao. Hilo ni la 5. La 6, ndugu zangu, la 6, tunataka wagombea halali walioshinda ndio watangazwe. Sasa hivi imekuwa kawaida, CCM wanashindwa, polisi wanaletwa, wana mabomu, wana bunduki, wana magari ya washawasha, wanakuja kulazimisha mgombea wa CCM ndio atangazwe. Nimetoka Nkasi kama nilivyosema. Tumefanya mkutano mahali panaitwa Ntalambo, wilaya jimbo la Nkasi kaskazini. Mahali Ntalamila ndio, asante. Wale watu wa kile kijiji wamechagua mwenyekiti wa kijiji tarehe 30 Novemba mwaka jana. Mgombea wa Chadema ameshinda kura 966. Mgombea wa CCM ana kura 634. Matokeo hayajatangazwa mpaka leo. Mimi nimekwenda ndio nikasema kama wao hawamtangazi sisi tutamtangaza. Mie ndio nikamtangaza. Sasa hebu fikiria. Mnakataa kutangaza mwenyekiti wa wa kijiji mmoja. Nyie mtatangaza rais nyie? Nyie mtatangaza rais aliyeshinda asiyekuwa wa CCM nyie? Imekuwa kawaida sasa kutangaza wagombea wa CCM walioshindwa kuwa ndio washindi. Iwe ni marufuku. Sheria iseme mgombea aliyeshinda peke yake ndiye atakayetangazwa. Hatutaki tena hizi tabia hizi. Na jambo la mwisho ndugu zangu, tunataka mauaji ya watu wetu wakati wa uchaguzi yakome. Sasa hivi kwenye chaguzi za Tanzania imekuwa sasa ni kawaida kutoa watoto wetu makafara ili CCM waendelee kutawala. Wanaua watu kila uchaguzi, hata wa vijiji na mitaa wanaua. Lazima waue, lazima wamwage damu ya Watanzania ndio wawe watawala, ndio washinde, wajitangaze wameshinda. 2020 waliua Pemba peke yake, waliua 23. Tunduma waliua, Tarime waliua. Hatutaki tena
Hatutaki tena Watanzania kutolewa kafara ili CCM waendelee kutawala. 2015 waliua, 2010 waliua. Dr. Slaa unakumbuka, 2010 waliua. Hatutaki tena. Ni uchaguzi wa aina gani ambao inabidi watu tukazike watoto wetu, tukazike ndugu zetu, ndio tumalize uchaguzi? Hatutaki tena mambo haya. Hayo mambo saba haya, na kuna mengi, lakini hayo ndio muhimu ambayo tunataka yabadilishwe ili chaguzi zetu ziwe chaguzi kweli. Yasipobadilishwa hayo, tumesema tutazuia uchaguzi. Na nyie wananchi wa Iringa, mnaweza mkazuia uchaguzi ukitaka. Sisi wa Tanzania tukitaka, kwani wanakuwekea bunduki uende kituoni? Watawafosi nyie wote? Inawezekana? Inawezekana. Iko hivi ndugu zangu. Nyie Iringa hapa si mnajiita kanda ya Nyasa? Mnakumbuka ya Malawi miaka 3 iliyopita? Wananchi wa Malawi waliletewa mchezo wa aina hii. Wakaingia barabarani. Wiki hii jeshi likaingilia kati, likamwambia Rais Mutharika, ondoka, wananchi hawakutaki. Wananchi wasingeingia barabarani, Peter Mutharika angekuwa rais leo. Aliondolewa kwa sababu wananchi walikataa uhuni. Wachukua madaraka yao kuzuia uhuni. Tunahitaji kuchukua madaraka yetu kuzuia uhuni huu. Kwa kama hawataki mabadiliko haya, tuzuie uchaguzi. Ninajua haitakuwa rahisi. Kwani huwa rahisi? Tangu lini njia ya ukombozi ikawa rahisi? Tangu lini ikapambwa kwa marumaru? Kwa haitakuwa rahisi. Lakini hatuna jinsi nyingine zaidi ya kusema mabadiliko au hakuna uchaguzi. Na tunaliweza. Sisi wananchi kwa mamilioni tunaweza. Na nielewa ndugu zangu. Sasa naelekea kumaliza. Nataka nimalizie. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.